السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. Watukufu wa Islam, na mnaoendelea kufuatilia darasa zetu hizi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa kuwa tupo katika mwezi huu adhimu, yatupasa tutumie wasaa wetu kuweza kumtafakari na kuweza kuzungumza utukufu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na ufalme wake, na kadiri mja anavyotambua utukufu wa Mwenyezi Mungu na ufalme wake, yaweza ikawa kwake ni silaha ya kuweza kujikinga kuyaendea yale ambayo mtukufu huyo na mfalme huyo anayakataza. Anapoitambua mja thamani ya Mwenyezi Mungu, athari ile ikaingia katika moyo wake na kukita, bila ya shaka mja huyu hadhari yake katika kuelekea yale ambayo Allah anayakataza inakuwa ni hadhari kubwa, na msukumo wake kuyaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu anayaamrisha basi unakuwa ni msukumo mkubwa. Mwenyezi Mungu anauliza swali, na swali hili linamtaka mtu afungue mafaili yake kitwani, afungue nadhari yake moyoni katika kutafakari kwa nini Mwenyezi Mungu anauliza swali hili. Msikilize Mwenyezi Mungu katika suratul Mulk. Ni sura ambayo inazungumza ufalme. Jina lake lenyewe ni ufalme, al-Mulk. Al-Mulku lillah, ufalme ni wake Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu akajiita Malikul Mulk, mfalme wa wafalme. Kama kuna mfalme unamtambua duniani, basi Allah atakuwa ni mfalme wake huyo. Yani yeye huyu mfalme wake mkuu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mfalme huyu marejeo yake naye ni kwa mfalme yule. Na swali hili linapatikana katika aya ya 14 pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم، je hajui yeye, man khalaqa, nani aliyeumba, ala ya'lam, hivi hamjui yeye, man khalaqa, yule aliyeumba, wa huwa al-latif, na hali yeye ni mjuzi wa mambo ya siri, tena al-khabir, mwenye habari zote. Sasa swali kama hili anapolipokea mu'min anatafuta majawabu. Je, yeye anamjua huyo aliyeumba? Anamtambua huyo kwamba ni mjuzi wa mambo ya siri tunayoyafanya tukiwa tumejificha, yeye anayatambua? Je, mtu huyu
mwanadamu anamjua Mwenyezi Mungu huyu ambaye anajua zile habari zote zinazopita na kwenda, zinazowazwa, mpaka yale ambayo tunayafikiria sisi Allah anayajua. Lakini baada ya kuzungumza hayo, Allah sasa anajitambulisha. Na kuna watu katika ulimwengu wanaitwa al-arifuna billahi, watambuzi wenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanamtambua Mwenyezi Mungu namna anavyotakiwa kutambulika, na hawa ni wacha Mungu. Az-zahiduna, wale wani kuipa nyongo dunia, hawakuikumbatia dunia, wakafahamu kwamba dunia ni mahala pa mpito. Mwenyezi Mungu Allah akataka kujitambulisha akasema, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Anasema yeye ndiye ambaye ja'ala lakumul arda dhalula, ameifanya kwa ajili yenu ardhi kuwa ni dhalili, yani ameidhalilisha ardhi ili kuwapa nyinyi nafasi ya kuifinyanga, ya kuisarifu ardhi vile mnavyotaka. Kwa kilimo mukaweza nyinyi kuisarifu ardhi vile mnavyotaka, kwa ujenzi, mpaka kufikia hadi watu wanachimba ardhi chini kwa chini na kujenga mijengo, mahandaki, na ukienda huko chini kuna majengo makubwa kabisa. Allah ameidhalilisha ardhi ili wewe mwanadamu upate kuitumia. Kwa Mwenyezi Mungu anatambulisha kwamba kuiona ardhi ipo hali hii ambayo ipo. Kuiona ardhi waweza kuifanya hivyo unavyoifanya, si kwa ujanja wako, si kwa teknolojia yako, wala sio kwa sababu wewe ni mtu unaweza kufanya kwa sababu ya elimu yako kufanya vile unavyotaka. Hapana, Allah yeye ndiye aliyeifanya ardhi kuwa ni dhalili kabisa. Famshu fi manakibiha, tembeeni katika pande zake ardhi. Wakulu min rizqihi, na mule katika riziki zake. Wa ilayhi nushur, na kwake yeye Mwenyezi Mungu ndiko kwenye ufufuo, kwake yeye Allah. Nendeni fanyeni mnavyofanya, jueni tu ya kwamba hiyo ardhi mnaitumia, lakini mwisho wa siku marejeo tutafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo hiyo ardhi itakayotumeza, na tukatoka katika tumbo la ardhi kuja juu kwa amri na idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah anatufikirisha sisi tumtafakari, tunamoishi, tunamokaa, tujue hatuna dhamana namo sisi, bali yeye Allah katika ufalme wake na katika utukufu wake, mapito yote ni maamuzi yake Allah. Sasa Allah katika kutaka kutuaminisha, kutujenga yakini yetu kwamba yeye ndio yeye, na yeye ndiye mfalme ambaye anatosha kutegemewa na kila kiumbe, kwa riziki, kwa pumzi, kwa mahitaji yote unayajua wewe. Katika aya nyingine Allah sura hii, Suratul Mulk, Allah akasema, am amintum man fis samai, am amintum man fis samai, je, mnadhani mko salama kwa yule ambaye ufalme wake uko juu? An yakhsifa bikumul ardh, ya kwamba hata kudidimizeni kwenye ardhi. Fa idha hiya tamur, na tahamaki ardhi katikisika. Msikilize Mwenyezi Mungu, baada ya kutambulisha kwamba kaidhalilisha ardhi, hakuishia hapo. Anatuambia nyinyi hivi mnavyoishi kwenda huku na kule, mkayatenda yale mnayoyatenda, ingawa katika yale mnayoyatenda mengine Mwenyezi Mungu hayaridhii kamwe.
hayaridhii kabisa kabisa na amekukatazeni na akawapa utaratibu wake na mfumo wa kuufuata, bado nyinyi mnajiona mko salama, kwamba Allah amewaacha muwe salama tu. Usalama upo wa uhakika ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu hata kudidimizeni hiyo ardhi, munaamini kwamba haiwezi kupasuka ikadidimia na nyinyi mukafukiwa tu na ardhi. Hivi ni matukio mangapi yametokea, majengo makubwa ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, ambayo hata hayakutegemewa, hayakutarajiwa kwamba yataanguka, lakini yameanguka na kuwafunika watu. Ndio hapa Allah anatuuliza, nyinyi mnadhani mko salama? Hii anatuweka tayari Allah kwamba muda wowote, wakati wowote naweza kuliamua mimi, na hiyo ardhi mnayojiachia mukafanya mnavyofanya ikaweza kudidimia, wala bila ya taarifa yoyote, na wewe ukawa umo katika kundi la watu watakaodidimia na ardhi. Fa idha hiya tamur, na ikawa hiyo ardhi inatikisika. Aya kama hizi zinamfikirisha mtu kuuona ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwani kuna mambo hai au mifano hai na matukio ya dhahiri ambayo tayari yamepata kutokea na yanaendelea kutokea katika ulimwengu, yale ambayo mtu hakuyadhania wala kuyatarajia, na yakatokea, yakaleta hasara, yakaleta vilio, yakaleta pengine majuto. Allah anauliza tena swali kama la mwanzo kwa upande wa pili. Tunapoangalia juu tunakuta kuna mbingu, maana ziko mbali, lakini tunajua juu yetu kuna mbingu, na mbingu hizi hazina nguzo iliyoshikilia, bighairi amadin tarawunaha, basi na nguzo, na mnaziona mbingu hizo. Mwenyezi Mungu mtukufu anatuambia, am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba, je, mnadhani mko salama kwa yule ambaye ufalme wake, utawala wake uko juu katika mbingu? An yursila alaykum hasiba, ya kwamba yeye hakupelekeeni kimbunga, tena kimbunga kile cha changarawe. Fasatalamuna kaifa nadhir, mtajua vipi maonyo yangu yale ninayokuonyeni, mkajua yana nafasi gani kwenu. Allah ana uwezo wa kuchukua upepo, akauvumisha upepo ule na ukatoka na changarawe, kimbunga cha changarawe, na kikaathiri makazi yetu pengine na uhai wetu. Kwani hakuna matukio ya kimbunga? Ni juzi tu Marekani kumeibuka ule moto ambao kila unavyo watu wanajitahidi kuuzima, hauzimi moto ule, kama unachochewa, na hasara kubwa ikapatikana. Huyo ndiye Allah. Haijalishi teknolojia yako, haijalishi unamiliki nini katika elimu, ni taifa gani, unatishio kiasi gani katika ulimwengu, kwake hakuna anayetisha Mwenyezi Mungu, wala hakuna kiumbe wa kumshughulisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ufalme wake Allah ni mkubwa wa hali ya juu. Hata hao wanaojiita wafalme katika ulimwengu na viongozi na maraisi hawawezi kupambana na ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwani hata wao bado wako chini yake na wanapita kwenye makadirio na kadari zake Mwenyezi Mungu alizopanga. Na yeye anawaondoa hao na kuwaeka wengine, anawafisha hawa na kuwaleta wapya. Ndiyo kazi yake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ufalme wake. Naam, nimetoa mifano ya aya katika sura hii kama ni kutazama ile tafakuri ya hali ya juu kwa namna ambavyo ufalme wa Mwenyezi Mungu upo. Usijiaminishe, na ili uwe salama ishi katika taa, mtii Mwenyezi Mungu, acha kumwasi Mwenyezi Mungu. Umo ndani ya Ramadhan, jichunge, jitahidi, jipinde katika kuelekea mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia.
ili ufaidi kuja kufaidi tunu ambayo Allah ameiweka mahsusi kwa ajili ya watu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu tunakuuliza tena, hebu tuoneshe ufalme wako ulivyo wazi wazi, ili hata yule ambaye ni mzito wa kufahamu awe anaweza kufahamu kwa mifano ya haraka. Allah akatuambia, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Awalam yarau ila at-tayr, je, hawawaoni wao ndege? Fawqahum, juu yao, safatin, wanavyozikunjua mbawa zao, wa yaqbidhuna, na kuzikunja. Kila mmoja anapata picha na anaona ndege wale wanapita, wanavyopita ndege wale. Safatin, wanachokifanya wanazikunjua mbawa, wa yaqbidhuna, na wanazikunja mbawa zao. Hujiulizi, mbona kuna ndege wana mbawa kubwa tu lakini hawezi kuruka kule, na wana mbawa ndogo wengine wanaruka mbali kule? Nani anawazuia? Tumuulize Mwenyezi Mungu, nani anawazuia wale wakawa na uwezo wa kufanya yale? Ma yumsikuhunna illa arrahman, ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Hakuna yoyote anayewashikilia, anayewazuia illa arrahman, isipokuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, bikulli shay'in basir, juu ya kila jambo ni mwenye kuona. Allah anaona kila kitu, anaendesha mambo yake. Subhanallah. Kwa tunavyoishi tukayaona mambo yako mbele yetu yamepangwa na yuko mpangaji. Tunavyoishi tukaona mambo yanakwenda yanaendeshwa na yuko mwendeshaji. Tunavyoishi tukaona mambo yametulia yametulizwa na yuko mtulizaji. Kadiri utakavyoona, basi bado kuna siri katika asrari za Mwenyezi Mungu, anaendesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yako yote dhamana yake ni kwa Allah. Usiogope riziki kuikosa, kwani Mwenyezi Mungu ndio ana dhamana ya riziki zako. Usiache kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa wakati, kwani Allah ndiye mtoaji riziki zako. Naogopa riziki, nahnu narzuqukum, Allah anasema sisi ndio tunakuruzukuni nyinyi, mnaogopa? Naam. Ndege, vuta picha ya ndege waone wanavyokwenda na kurudi. Tazama misafara yao inavyotanda angani, wanakwenda wanarudi. Ma yumsikuhunna illa arrahman jalla jalalu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufikirisha tena tuufahamu ufalme wake, tuufahamu utukufu wake, pale alipotuambia katika sura hii, amman hadha alladhi yarzuqukum. Hapa mimi nachagua tu baadhi ya maeneo. Amman hadha alladhi yarzuqukum, au ni nani yule ambaye anakuruzukuni nyinyi? Mbona mko hivyo, mnajisahau kuyafanya hata yale ambayo hata Ibilisi anaona mumemshinda katika mbinu zama hizi mnayoyafanya, akajiona hata zile kazi zimempungukia wakati mwingine kwa baadhi ya watu kwa namna walivyofurutu ada. Sasa nyinyi mnakula iki chakula, mnajiuliza kinatoka wapi? Amman hadha alladhi yarzuqukum, au ni nani yule ambaye anakuruzukuni? In amsaka rizqahu, ikiwa ataizuia riziki yake, aseme sasa sikupi riziki. Unadhani kuna mahala utaipata riziki kama yule mwenye kutoa riziki atazuia? Hakuna mahala pengine. Bal lajju fi utuwi wa nufur, Allah anasema bali wao wanatokomea tu, wanakakamia tu katika jeuri na chuki. Yote haya wanayoyapitia hawajazinduka kwamba yupo ambaye anaendesha haya, Allah. Nitakwenda kwenye aya ya mwisho moja kwa moja ya Suratul Mulk. Ina swali zito, majibu yake sote tunayo.
ambalo swali hilo linatufikirisha mbali pale Mwenyezi Mungu aliposema katika aya ya mwisho, qul araaytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul araaytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Je, mnaonaje pindi mtakapopambaukiwa, mmeamka asubuhi kumepambauka mkakuta maji yamedidimia chini yote, hakuna kisima chenye maji, hakuna bahari yenye maji, hakuna mto, hakuna bwawa, wala hakuna ziwa hakuna mvua, maji yote yamedidimia chini kweupe kukavu. Faman ya'tikum bima'in ma'in, nani atakuleteeni maji yanayomiminika zaidi ya Allah? Kama Allah mwenyewe amezuia atatokea mwingine wa kuyaleta maji hayo, tutabaki tumekaa tu, tunalia tu, tunasikitika tu, tunaulizana, na wengine wanajuta kwa sababu mwenye maji yake Allah ameyazuia maji. Aya kama hizi yapaswa sisi kuzitazama, kutufikirisha kwake Allah, upeo wa ufalme wake, halafu tuone na tujione kwamba sisi hatuna tulilonalo isipokuwa Allah. Yeye ndiye anayeendesha na kutukadiria na kutuwekea na kutufanyia tukawa sisi ni tunaishi katika hali nzuri, na tukawa sisi tunaweza kupata mahitaji yetu, kwa sababu mwenye kuleta mahitaji na kuyaongoza na kuyasimamia Allah anatupa mahitaji hayo. Tumtambue Mwenyezi Mungu, upeo wa kumtambua hadi tufikie kuwa al-arifuna billah, watambuzi wa kumjua Allah, watambuzi wa kumjua Allah. Tukimjua Allah basi mambo yote yatakuwa mazuri, kwa sababu itatuathiri na kutusukuma kumwelekea, itatuathiri na kutusukuma kumwabudu, na hapo itakuwa maisha yetu tumeyaweka salama na tutaondoka salama. Na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuondoke katika ulimwengu huu salama kwa namna anavyotaka, na tuondoke hali ya kuwa ameturidhia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Wa billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.